kuna wakati Mungu alikupendelea. Ilikuwa ni ajali ya kutisha, lakini wenda wengine wote Mungu aliruhusu walale, ukapona peke yako. Ilikuwa uondoke siku hiyo, lakini Mungu akahairisha kwa muda. Ni neema tu, maana wenda waliolala ni bora kuliko wewe. Mara ngapi Mungu amekutendea mambo makubwa, lakini umesahau mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Weka kumbukumbu ya neema ambazo Mungu amekufanyia. Mawe yakapangwa kama mnara. Anawaambia mtakapoulizwa nini maana hiki kitu, mwambie kwamba ukiona hii, waambieni watoto wenu Mungu alivyotenda muujiza wa kuwavusha katika mto usiovukika wa Yordani. Je, kwenye maisha yako una kumbukumbu za kimungu za namna ambavyo Bwana amekuepusha? Watoto wako wana chochote cha kimungu kujifunza kutoka kwako kama ushahidi wa namna Mungu alivyogusa familia yako? Mungu anawaambia mtawaambia watoto wenu namna ambavyo Mungu aliwaokoa. Watakapowauliza hiki kitu maana yake nini, hiki kitu maana yake nini, waambie hao watoto historia yote ya hili tukio ambalo Mungu amewafanyia. Wewe umeandaa mfumo gani wa kukumbuka yale ambayo Mungu amekutendea? Unawaandaaje watoto wako kwa ajili ya kuwa na kumbukumbu ya ukuu na uweza wa Mungu kwenye familia yako? Kumbukumbu la Torati 4 na ule mstari wa 9. Lakini jiadhari nafsi yako, ukailinde roho yako kwa bidii, usije ukasahau mambo yale uliyoyaona kwa macho yako, yakaondoka moyoni mwako siku zote za maisha yako, bali uwajulishe watoto wako na watoto wa watoto wako. Maandiko nasema jiadhari, usije ukasahau mambo yale ambayo Mungu alikutendea. Wajulishe watoto wako, waambie watoto wako. Kuna wakati tulilala njaa, lakini Mungu alificha aibu yetu. Waambie watoto wako Mungu anaweza, Mungu anaweza. Waambie kwenye maisha utapitia nyakati ambazo wenda usielewe. Tuliwahi kupitia sisi, lakini tulimtegemea Mungu akatufanyia. Waambie